Tabora ndio mkoa mkubwa kuliko mikoa yote Tanzania, na wilaya Sikonge ni kubwa zaidi, ambaye wilaya Sikonge ni kubwa kuliko hata nchi ya Rwanda. Sasa tulikuwa na mahakama mwanzo moja tu ndani ya wilaya Sikonge. Sasa tumekuja na mkakati mbadala wa kuwa na huduma za kutosha zaidi. Katika kutekeleza nguzo ya pili ya mpango mkakati wa mahakama, tunao mpango mkakati wa mahakama, kwa hiyo kuna nguzo ya pili. Kwa hiyo tunachokifanya, tunatekeleza hiyo nguzo ya pili, ambayo hiyo nguzo inazungumzia upatikanaji na utoaji wa haki kwa wakati, timely access to justice for all. Mahakama imeweza kusogeza huduma karibu na jamii, ikiwa ni pamoja na kuboresha miundombinu, kujenga majengo mapya ya mahakama na kuanzishwa kwa mahakama hii ambayo sasa tunaita mahakama inayotembea au mobile court. Na kwa mkoa wa Tabora ndio mara ya kwanza inaanza. Ndugu waandishi wa habari, mahakama inayotembea ni mpango mahsusi uliobuniwa na Mahakama Tanzania kwa lengo la kupeleka huduma za kimahakama karibu zaidi na wananchi. Na huu ni mwendelezo wa juhudi za kupunguza mlundikano wa mashauri mahakamani ili kuharakisha uendeshaji wa kesi na kuhakikisha kuwa wananchi wote wanapata haki kwa wakati na kwa usawa. Ndugu waandishi wa habari, mpango huu ulianza kutekelezwa kwa majaribio katika baadhi ya mikoa ya Tanzania, na kwa mafanikio na ufanisi mkubwa ulishuhudiwa. Sasa mahakama ya Tabora nayo inatekeleza rasmi mfumo huu muhimu wa kisasa wa utoaji wa haki. Tumefanya tathmini ya kina kuhusu maeneo yenye uhitaji zaidi kwa mkoa wetu, na tumebaini kwa wilaya Sikonge, kama nilivyosema, ni kubwa kuliko hata nchi ya Rwanda, ndio yenye uhitaji zaidi, na ndio sababu iliyotusukuma kuanzisha huduma ya mahakama hiyo kama sehemu ya kipaumbele. Kwa hiyo katika wilaya zote za mkoa wa Tabora tumeona wilaya Sikonge ndio ipewe kipaumbele kwa sababu ni eneo kubwa sana, wananchi wanakaa sehemu mbalimbali. Kwa hiyo tukaona tuanze na hii wilaya. Uzinduzi rasmi wa mahakama inayotembea kanda Tabora utafanyika tarehe 26 Juni 2025 katika kijiji cha Makibo ambayo ipo kata ya Nyahua, wilaya Sikonge, ambayo ni ukiangalia kilomita kutoka Sikonge yenyewe, makao makuu Sikonge ni mbali, ni zaidi ya kilomita 200. Mahakama hii itaanza kazi yake rasmi katika kijiji cha Makibo, ambayo ni kesho itaanza kazi rasmi. Tutakuwa na kesi, labda kesi kama kwa wananchi watakuwa na kesi, watakuja kufungua mashauri mahakamani pale katika hiyo mahakama inatembea, kama hizo zitakuwepo, na hakimu ataendelea pale pale. Na baadaye mahakama itaendelea kutoa huduma katika wilaya zote za mkoa wa Tabora kwa kufuata ratiba itakayotangazwa na kuratibiwa na Mahakama Kuu kanda ya Tabora. Kwa hiyo mbali ya kutoa huduma za kimahakama, lakini pia inaweza kawa natoa huduma za elimu ya sheria kwa wananchi. Ndugu waandishi wa habari, mahakama hii itahusika na usikilizaji wa mashauri ya madai na jinai kwa kasi kubwa pengine kuliko mahakama za kawaida ambayo yamechelewa kusikilizwa kutokana na vikwazo vya kijiografia au miundombinu bila kuathiri misingi ya upatikanaji wa haki. Kwa hiyo utaona kwamba hii mahakama inayotembea inaweza kawa nasikiliza kesi siku hiyo hiyo na ikaweza kumaliza siku hiyo hiyo, na tunaangalia uwezekano kuna zile kesi za halmashauri au za manispaa, zile kesi za mtu anahitaji upigwe faini tu badala ya utaratibu mpaka mtu anaenda gerezani. Mahakama inaweza katembea ikawafuata huko sokoni wakasikiliza kesi, kama mtu amepatikana hatia akalipa faini hapo hapo na akawa kesi imeisha. Katika uzinduzi huu muhimu tunatarajia kuwa na wageni mbalimbali ikiwemo mkuu wa mkoa wa Tabora, wadau wa haki jinai na madai, wananchi wa Makibo na maeneo jirani, vyombo vya ulinzi na usalama, wadau mbalimbali wa maendeleo wanaoshirikiana na mahakama ikiwemo waandishi. Ndugu waandishi wa habari, mahakama hii tayari imekabidhiwa rasmi kwa kanda ya Tabora tangu tarehe 26 mwezi wa 5 2025 ikiwa na miundombinu kamili ya kisasa.
mtaenda kuona baadaye hii mahakama ilivyo ya kisasa. Ina miundombinu kamili ya kisasa, kwa mfano mifumo ya mahakama mtandao. Kwa hiyo mahakama mtandao pia ipo ndani ya hiyo mahakama inayotembea ambayo iko ndani ya gari. Vifaa vya tehama, umeme wa sola, generator kwa matumizi ya dharura. Kwa hiyo hata ikienda huko eneo liko porini, mahakama hiyo inayotembea, hakutakuwa na changamoto ya umeme kwa sababu kuna sola, kuna generator. Lakini kuna vifaa vyote vinavyowezesha mahakama hiyo kufanya kazi katika mazingira yote kwa ufanisi. Utaona kwamba kuna meza, kuna viti ambao watakaa hakimu, wadaawa, wanasheria. Kwa hiyo napenda ni kuwafahamisha waandishi wa habari kufuatilia, kushiriki na kuhabarisha umma kuhusu tukio hili la muhimu. Kwa hiyo waandishi tunawategemea sana jamii ipate elimu kuhusiana na tukio hili, sababu ni mara ya kwanza. Mahakama inayotembea ni daraja kati ya haki na wananchi. Na ni sehemu ya mapinduzi ya kimfumo katika utoaji wa haki nchini. Na tunaamini kwa kushirikiana na nyinyi na wadau wengine tutaimarisha zaidi misingi ya haki, usawa na utawala bora katika jamii yetu. Lakini pia niombe kwa kuongezea pia, katika wilaya hiyo ya Sikonge tumezindua mahakama 2 mpya, ambao mwanzoni wilaya Sikonge ilikuwa na mahakama mwanzo moja tu, lakini sasa hivi tuna mahakama tumezindua eneo la Kipili. Eneo la Kipili kutoka Sikonge ni takriban kilomita 400. Sasa unaweza kuona ilivyo mbali mwananchi atoke Kipili kilomita 400 aende kutafuta huduma ya mahakama mwanzo wilaya Sikonge kule. Lakini kwa jitihada za mahakama Tanzania kwa kushirikiana na serikali imeona umuhimu wa kuwa na mahakama mwanzo eneo la Kipili. Na mahakama nyingine ambayo pia imeanzishwa mwaka huu ni eneo la Kitunda. Nafahamu eneo la Kitunda na yenyewe ni mbali kutoka Sikonge, karibia kutoka mpakani na Mbeya ni kama kilomita 8 tu. Kwa hiyo na yenyewe ni takriban kilomita 200. Wananchi walikuwa wanapata changamoto, lakini sasa tumepeleka huduma huko. Tayari hizi mahakama 2 mpya, ya mahakama ya mwanzo Kipili na mahakama mwanzo mahakama mwanzo Kitunda zimeshaanza kufanya kazi. Kwa mfano tunaenda huko Nyahua, kijiji cha Makibo. Tukifika pale, mwananchi yote anayetaka aliyekuwa anataka kufungua shauri, ambaye alipanga pengine kwenda Sikonge huko mbali, kesho hiyo anaweza kufungua pale na ikasikilizwa siku hiyo na uamuzi kwa ukatolewa siku nyingine, au ikasikilizwa siku hiyo uamuzi ukatolewa siku hiyo. Kwa hiyo kama utasikilizwa siku nyingine, ina maana hiyo mahakama itaenda tena mpaka kule. Na tutaelimisha wananchi pia jinsi ya kufungua mashauri kupitia mtandao. Kwa hiyo swala usikilizaji wa mashauri huko halitakuwa na changamoto. Na hiyo kwa kuanzia tunaanzia Nyahua, lakini tunaweza kwenda baadaye wilaya zingine, hata Kaliua, ambao kama labda tutaona kuna eneo liko mbali na mahakama, wananchi wanapata shida. Kwa hiyo tutaenda kote ndani ya mkoa wa Tabora wote. Sasa kwa kuanzia tumeipa kipaumbele wilaya Sikonge ambayo iko ni kubwa na maeneo yako mbalimbali. Kisheria mahakama ya mwanzo ina mamlaka ya kusikiliza kesi katika wilaya yoyote. Yaani mahakama yote ya mwanzo unaona iko wilayani, ina mamlaka ya kusikiliza kesi au mashauri katika wilaya nzima. Kwa hiyo mwananchi anaweza kuchagua mahakama yote ya mwanzo anayotaka. Kwa hiyo kwa mfano labda Kipili inaweza kusikiliza mashauri ambayo yanahusu mahakama ya mwanzo katika wilaya nzima. Kwa hiyo mwananchi wa Kitunda anaweza kwenda Kipili, mwananchi wa Nyahua anaweza kwenda Kipili akaamua, kwa sababu yenyewe imepewa mamlaka kisheria.